Angalia katika nafasi ambazo zimetengenezwa leo, utaona nafasi zilizotengenezwa kwenye open play ni chache sana, na hata magoli ambayo wameamua mchezo yalikuwa ni magoli ambayo yanatokana na mipira ya kutenga, kwa sababu namna timu zote mbili zilivyokuwa zinacheza. Ukiangalia Ahli leo the way ambao walikuwa wanacheza, walikuwa hawataki kuwa press Yanga kama kwenye mchezo wa kwanza, ila walichokuwa nakifanya ni kuseti blocks zao hasa katika mid block, kuwafanya Young Africans kutokuwa na urahisi wa kushambulia kupitia katika eneo la katikati. Mistari ya kiuzuiaji nyuma wanakuwa na mabeki wanne, katikati wanakuwa na viungo wanne, which wanakuwa ni Aliou Dieng pamoja na Marwan Atia. Pembeni yao wale wingers wao Tahir pamoja na Trezeguet wanakuwa wana drop chini. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba hawa viungo washambuliaji wa Young Africans ambao kuna muda walikuwa na act kama wingers, watakapokuwa na tanua pembeni, basi siwatengenezee situation ya mmoja dhidi ya mmoja wale mafullbacks wa Ahli. Kwa hiyo walichokuwa nakifanya Trezeguet na mwenzie Tahiri kwamba nyakati ambazo Ahli walikuwa hawana mpira, utaona kadiri ambavyo Young Africans wanapushi kwenda juu, na wenyewe walikuwa wanapushi kutengeneza mazingira ambayo hata wale fullbacks wa Young Africans, hasa huu upande wa Boka ambako ndo mara nyingi leo walikuwa wanapanda kushambulia, wakose hiyo huduma ya kutengeneza situation ya moja dhidi ya mmoja, kwa sababu ukishatengeneza hiyo situation ina maana unamwacha yule fullback kwenye mazingira ambayo kwake itakuwa ni ngumu kukabiliana na hiyo movement. Ndivyo namna ambavyo Ahli walikuwa wanazuia. Kwa hata Young Africans the way ambavyo walikuwa wakishambulia, kuna muda ulikuwa unamuona Damaro na wale mafullback na wale mabeki wa tatu wa Young Africans wakiwa free na mpira. Kwa nini? Kwa sababu hata maeneo ambayo Damaro alikuwa anaombea mipira ni maeneo ambayo sio hatarishi. Si hatarishi kivipi? Ni kwa sababu alikuwa anaombea mipira mbele ya wale mabeki watatu wa Young Africans. Then akitazama mbele yake anamuona Dieng pamoja na Marwan Atia. Ni nyakati chache ambazo ndo zilikuwa zinapeleka sintofahamu, nyakati ambazo alikuwa anafanya link up play pamoja na Duka Buya. Wanapokuwa wanasogea nyuma ya Marwan Atia pamoja na Aliou Dieng kuomba mipira pale kwa kutumia pasi za Bakari, ambazo walikuwa Bakari ana uwezo mzuri sana kupiga pasi za chini ambazo zinaweza kufika. Kwa hiyo muda ambao walikuwa wanajaribu kuwatambuka wale viungo wa Ahli kwenda nyuma yao kuombea mipira pale, ndio kulikuwa kunakuwa na kashikashi, kwa sababu tayari wanakuwa wameshauvuka mstari wa kwanza wa uzuiaji wa Ahli, wanakuwa tayari wana approach mstari wa pili wa uzuiaji wa Ahli na kufikia katika final third ya Al Ahly. Lakini bado Ahli walikuwa wapo organized sana. Kitu ambacho walikuwa nakifanya ni kufanya anticipation ya maeneo gani ambayo Young Africans watakuwa wanapita. Na ndio maana hata leo walikuwa kimwangalia maeneo ambayo anacheza sana Okelo, Maxi pamoja na Pacome. Kuna muda walikuwa wanalazimu kudrop chini kupokea mipira, kwa sababu wakisema wakae juu, Ahli unakuta muda mwingi wanakuwa wamefunga zile spaces za wao kuweza kupigiana pasi. Ikapatikana moment, kwa sababu kwenye mchezo kama huu, na naamini hata Pedro mwenyewe hakuwa anategemea kuwafunga Ahli katika open play. Okay. Young Africans akapata foul. Na ile foul naamini Yanga walifanyia mazoezi sana katika kiwanja cha mazoezi. Sababu hata kwenye modern football inashawishiwa 30% ya session ya training session yako uitumie katika set pieces. Na ukiangalia namna ambavyo Young Africans wamefanya lile tukio, walifanya katika unaona ni kitu ambacho hawajabahatisha kimetokea katika uwanja wa mazoezi. Angalia namna ambavyo wamefanya ile combination Okelo Depu, then wana leo mpira kwenye half space kwa Pacome, ambaye Pacome kwa mazingira kama yale, wewe ukiwa ni beki, maana ni ngumu kusema urudi nyuma labda ukabe kama anapiga vipas, na maana lazima utakachokifanya ni kufunga space ambayo iko mbele ya goli. Pacome anapiga vipas ndani. Wa kwanza kucheza mpira anakuwa ni Aliou Dieng. Kwa bahati mbaya sana kwenye mpira ukisha mpira wa kwanza, then mpira wa pili bado ukaendelea kubaki ndani ya boxi, ina maana tayari ni 50-50, ni 50-50. Na ndio maana baada ya Aliou Dieng kugusa ule mpira, unakutana na Ibra Baka kwenye lile eneo. Anachokifanya ukiwa ni beki pale, unachofanya kukandamiza, ka press ule mpira golini, Young Africans anapata goli la kwanza. Lakini baada ya pale ukuwa unaona Ahli ambao labda wametoka mchezoni, bado walichokuwa nakifanya ni kuendelea kucheza, walikuwa sahihi wale kuendelea kucheza kwa rhythm yao na kuangalia namna gani ambavyo wataweza kunufaika na makosa ambayo Young Africans wanayafanya. Kipindi cha pili ilitegemea labda approach ya tofauti kwa Yanga, namna ambavyo wataingia mchezoni. Kwa sababu ulitegemea kitu gani Hamisa? Sikutegemea Yanga ambayo hata ikiwa anafanya build up au ikiwa na progress mashambulizi, wa progress zaidi kupitia katikati. Kwa sababu ukiwa unafanya tactical analysis ya mchezo wa kwanza, Yanga aliadhibiwa goli la pili kwenye mazingira kama hayo. Na sio, na inawezekana ikawa hii moment ilizalisha bao ndio maana inakumbukwa, lakini leo kulikuwa kuna mipira mingi sana kipindi cha pili ambayo Yanga walikuwa wakijaribu kuipiga kupasia mipira ndani, Ahli wanakuwa wa kwanza tayari kwenda kuizoa ile mipira. Ukiangalia ni pasi ambayo alipiga Boka
by the way ikawa haijafika. Ahali waka intercept ule mpira, akawekewa pasi Mahmoud Trezeguet akapiga shuti, na hilo ndo lilikuwa nafikiri shambulizi la kwanza la Ahali ambalo halikuwa ni clear chance, lakini ilikuwa shambulizi hatari kwa sababu kwa namna ambavyo Trezeguet aliupiga ule mpira inawezekana ingeenda kupeleka madhara kwa Young Africans. Mpira unazalisha kona, Ahali wanapata kona. Kwenye mazingira kama yale tunaamini kwenye zile moments tano za kiwanjani unapokuwa na mpira bila mpira, offensive transition, defensive transition, ile moment moja ya ambayo ni ya set plays ni moment ambayo inazalisha magoli mengi sana sasa hivi duniani. Sababu naambiwa sasa hivi 30% ya magoli yanayofungwa duniani yanafungwa kutokana na mipira ya kutenga. Kona inapigwa, mpira wa kwanza kudondoka kwenye boxi, kama ambavyo sayansi ya mpira inahitaji, Yanga wanakuwa wa kwanza kucheza ule mpira. Kuclear kwa kama ambavyo Ahli walifanya kwenye goli la kwanza. Una clear mpira kama first ball, bado mpira unaendelea kuwepo ndani ya boxi. Ina maana tayari ukishadondoka ndani ya boxi, mpira wa pili, hiyo bado hiyo inakuwa ni 50-50. Yeyote ambaye anaweza kukutana nao pale ana uwezo wa kuweza kukuadhibu. Namna ambavyo Boka ule mpira wa pili ulidondoka kwake, sikutegemea kwa professional player tena level ya Young Africans aweze kuzuia mpira kwa namna ile, kwa sababu cha kwanza kabisa unazuia mpira ukiwa unaliangalia goli lako. Yaani wewe ni beki, unazuia shambulizi au unazuia mpira wa pili ukiwa unalitazama goli lako. Ina maana hiyo inakupa picha ya kwamba inaweza kawa ni ngumu kwako kwa kiasi gani kuweza kuzuia huo mpira, sababu kwa namna ambavyo Boka aligeuka. Yani unataka kusema Hamisa, bao ambalo wameconcede Young Africans ni makosa binafsi ya mlinzi wa pembeni Shedrack Boka? Na kwenye football lazima ufanye kosa ili uadhibiwe. Yaani magoli yanayofungwa kwa sababu kuna ile makosa ya kitimu, kimuundo, kimfumo, alafu kuna makosa ya mtu mmoja mmoja. Kwa sababu umezungumza hapo na kumuelezea Boka namna ambavyo amefanya tukio lile katika lililofanya Yanga wapelekee kuruhusu bao. Of course hilo ni kosa lake mwenyewe, kwa sababu mpira ukiwa unapigwa mpira wa kona au mpira wote ule uliokufa, lazima tuangalie kwanza kwenye box namna ambavyo mnazuia, kwa sababu tunaamini mpira ukidondoka pale kwenye sita pale ndipo ambapo panazalisha idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo tunategemea kwanza muwe mnakaba ile zone pale katikati, ili mpira utakapokuwa unadondoka muwe wa kwanza kucheza. Young Africans walifanya hicho kitu, na kwenye posti zote mbili kulikuwa kuna watu, katikati kuna watu na kwenye posti zote mbili kuna watu. Na maana kimuundo mwalimu alishafanya kazi yake. Baada sasa ya hapo ni juhudi za kwenu nyinyi wachezaji. Mnafanya nini? Ndio maana muundo ndio ambao ulisaidia Yanga kwa kwanza kucheza ule mpira. Mpira wa pili unadondoka katika boxi. Sasa hiyo inabakia ni wewe mchezaji, utayari wako kwenye kuliendea hilo tukio. Kama unakaba unaliangalia goli lako, ina maana automatically lazima utapishana na mpira. Na ndicho ambacho kilitokea. Sababu Boka wakati anainama chini tayari mpira umeshapita chini ya miguu yake. Watu wamechukua, alikuwa ni Trezeguet yule na kaseti kwa Aliou Dieng kwenye mazingira kama yale akafunga. Same mistake ambayo alifanya Aliou Dieng wakati Ibra Baka anafunga lile goli. Kwa hiyo kutokea pale ikaonekana ni kama tayari mechi imeisha, au kama kuna timu ambayo iko karibu zaidi kuweza kupata goli basi ni Ahali. Na ndio maana kuna save ambayo alifanya Diarra mwisho kabisa wa kipindi cha pili. Ile ni save ambayo iliwatoa Young Africans kutoka kupata alama 0 mpaka kupata alama 1. Sababu kwanza inawezekana ikawa watu wakaiona ni kawaida ile save, kwa sababu ndio kitu ambacho Diarra mara zote amezoea kukifanya, lakini kwa save kama ile wanafanya wale top goalkeepers, save ambayo iliendelea kuwaweka Young Africans mchezoni. Lakini all in all makosa yote ambayo labda yamefanyika kwa Young Africans, kwangu ambacho naweza nikakisema, na ndio maana jana wakati tunafanya utabiri hapa niliwapa nafasi zaidi Ahali kushinda au kudraw huo mchezo. Tutaongea yote ya Boka kufanya makosa ya nini, lakini lazima tukumbuke kwamba ile ni Al Ahly. Sawa, umezungumza hiyo ni Al Ahly, lakini ukirejea mechi ya kwanza ya kule Alexandria